kutengeneza Azam FC kwenye project yao ya chini ya miaka 5 ambapo target yao ni kwenye michuano ya kimataifa. Singida wamekuja na jipya nao. Wanahitaji nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa na target yao kubwa ni michuano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Hapo ni sawa. Nikajua unataka kuishia ligi ya mabingwa. Yani ligi ya mabingwa ni target. Ikitokea kuna shida wanakwenda kucheza kombe la shirikisho. Tumsikie kwa utuo Jonathan Kasano anazungumza nini juu ya hilo kwenye hii project ya Singida ambayo wameiweka. Sasa hii inakwenda kushindana na Azam FC. Singida kweli ni klabu changa, lakini ni klabu ambayo ina kwenye mpango wetu wa muda mrefu tuna maono ya mbali. Tuna vision ya kuwa na moja kati ya klabu bora katika ukanda wetu wa Afrika. Kwa hiyo ndio vision yetu ya muda mrefu. Lakini tuna mipango ya muda mfupi, tuna mipango ya muda wa kati na mipango ya muda mrefu kutimiza hiyo ndoto yetu. Kwa hiyo kwenye mipango ya muda mfupi tulianza na hilo eneo ambalo umehitaji la kuwa na timu, kwa maana kuwa na usajili bora, kuwa na technical bench nzuri, kuwa na management na timu yenyewe. Tukaja eneo la mpango wakati sasa kuwa na miundombinu sasa ambayo inatuwezesha sisi kuendesha na shughuli za mpira, na tumeanza na hii pitch, tutatengeneza viwanja vile vya mazoezi, tutatengeneza hostel katika eneo hili la ambapo ipo Airtel Stadium. Kwenye hii complex tutatengeneza hivyo viwanja vile vingine vya mazoezi, tutatengeneza hostel, tutatengeneza gym, swimming na mazingira ya kuweza kumfanya wachezaji wetu wajifunze, na hapa ni makao makuu ya klabu. Kwa hiyo na maana timu zote zitakuwa zinakaa hapa. Tunapojenga hostel tamano kwa ajili ya senior youth team zote zitakuwa zinakaa hapa, na huko mbeleni tunapanga kuwa na timu ya wanawake nayo pia itakuwa inakaa hapa, lakini pia tutaweka na ofisi hapa. Kwa hiyo tuna vision ya kuwa na timu bora. Kwa hiyo ukitaka kuwa na timu bora moja, lazima uwe hiyo timu yenyewe ianze kuwapa watu picha, na tunashukuru watu wameanza kuona hiyo picha. Wakiangalia timu tu wanaanza kupata picha kwamba ni timu ya aina gani. Lakini baada ya hapo sasa unaanza kuwekeza kwenye miundombinu ambayo itakusupport. Ndio tumeanza sasa na hii ya viwanja ambavyo tutajenga hapa kwenye complex yetu, na inshallah ndani ya miaka shida ya hapa kwa Singida ambayo mimi naiona sasa hivi, Singida ni miongoni mwa timu ambazo ukianza kutaja kwenye kubadilika kwenda kwenye klabu kubwa wanaonekana kabisa, wanazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii na mechi zao zinazungumzwa. Aina ya kikosi ambacho wanakisajili, aina ya wachezaji ni wachezaji ambao kila mtu akija Singida anasema mbona huyu alikuwa na daraja la kucheza timu kubwa, lakini Singida nao wanataka kuwa wakubwa, kwa lazima wawe na wachezaji wakubwa. Ukija kuangalia walimu ambao wanakuja kwenye club zao, japokuwa wanaingia toka nyingi, lakini miundombinu ambao wanayo na uongozi ambao wanauainisha ni dhahiri shairi kwamba wapo kwenye hilo daraja. Hata wadhamini wao ambao wapo kwenye klabu yao, kutoka watu ambao wanaishikilia timu kwa maana ya uongozi, walezi wa timu, wadhamini ambao wanaingia ni wale wa hadhi ya juu kabisa ambao wana uwezo wa kutengeneza timu kubwa. Na wengine wanahusiana kwenye hizo timu. Shida yangu ni kwamba hata Singida naye pia kwenye tatizo ambalo Azam FC linamtafuna, ndio naye pia anaingia huko kwenye siasa za Simba na Yanga. Hili hapa haliwezi kumuondoa ule ukomavu ambao anatakiwa kuwa nao ili kuendea kwenye ukubwa huu ambao anautageti, kwa sababu ukianza kuingia kwenye hizi siasa za Simba na Yanga kwamba huyu hapa ni mdogo wake Simba, huyu hapa ni shangazi yake Yanga, ukianza kuingia huku hakuna sehemu ambayo inaweza ikamkwamisha na Singida akawa ni timu kubwa ambayo inazungumzwa kwa jina, lakini kwenye mafanikio kuhusiana ubingwa kuwa challenge Simba na Yanga ikawa ni zero. Hapana. Singida Black Stars ana uwezo wa kuwashangaza mpaka Simba na Yanga wenyewe. Inawezekana isiwe kwenye kuchukua ubingwa, lakini kwenye kupiga hatua kimaendeleo ya klabu, kuanzia ongezeko la ushindani, lakini pia kujijenga kama timu ambayo inapaswa kuwa kama timu kubwa. Mfano mzuri, Singida sasa hivi ana uwanja wake ambao hawa wenye ndevu zenye mvi hawana. Lakini nje ya hapo Singida ameingia, lakini ushindani wake ukiondoa hizo siasa ambazo zilitokea hapa karibuni na nini, lakini ukitaja timu 4 ambazo zina perform vizuri kwenye ligi yetu na wenyewe unawaweka. Lakini pia hata project ambao wanaizungumza, asilimia kubwa walioizungumza ni kujijenga kwanza wao, then
waje wapate mafanikio ambao wanatamani pia kuwa miongoni mwa timu kubwa barani Afrika. Kama wameweza kutumia muda mfupi kupata uwanja wao, kama wameweza kutumia muda mfupi kuwa miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri kwenye ligi yetu, na iona pamoja kwamba na hizo siasa nyingine ambazo tunazungumza kwamba huenda wakaingia kwenye siasa za Simba na Yanga, ila wao wana watu makini ambao wana uwezo wa kupembua mipaka ya kuwafanya waathirike kwenye maendeleo yao. Upembuzi unaanzia wapi Lugendo? Kama sasa hivi tu unasikia goalkeeper amesajiliwa kwa msaada wa mtu fulani, mchezaji fulani anataka kwenda sehemu fulani, dirisha limekaribia, mchezaji anaondoka, kocha anaondoka, kwenye mazingira ya kawaida kabisa, sehemu gani ambako wanaanzia kutoka, wakati huku chini kwenye msingi ndio huku tunauona watu wameshaanza kuvurugana chini? Ukiangalia Singida Black Stars, pamoja na kwamba hayo yote yaliyotokea, unajua kuna baadhi ya vitu ambavyo tunashindwa kuvielewa huku nje kwa sababu hatuvielewi ndani. Na ni kwa sababu gani? Kuna baadhi ya wachezaji unakuta wamesajiliwa na timu A kama sehemu ya daraja la kupitia kulingana na makubaliano ya ndani, ili baadaye kituo chake kiwe kituo B. Sasa inapotokea namna hiyo, huwa inavuruga watu, kwa sababu inatokea katika mazingira ambayo wakati plani A inapangwa hakuna anayejua. Sisi tunakuja kuona plani B ya mchezaji au kocha kaondoka. Kwa hiyo huenda wana sehemu ndogo sana ya kurekebisha, kupiga hatua kubwa, kwa sababu tayari nje ya hivyo ambavyo vinatokea vichache, vingine wamejiweka vizuri, kama jipambanua vizuri kama miongoni mwa klabu ambayo inataka kujiendesha. Hivi labda tuwe tu kwa Bona mimi Singida anaweza kawa bora kuliko Simba na Yanga. Yani labda hata angekuwa yani huwazi hivyo vitu unavyovitaja. Haiwezekani. Okay. Ni ngumu. Kumbe hivi vitu vingine ni ziada. Asante. Kwa hiyo kwamba hata kama hizo siasa sijui nini ni ziada, yeye mwenyewe ni anakusimama mwenyewe pia. Wewe. Kwa upete Singida hawezi kusimama mwenyewe hivi mwenyewe hivi. Hata angesimama peke yake, angesimamia mguu mmoja, hawezi kuwazidi Simba na Yanga leo wala kesho. Mengine ni kutafuta tu maneno. Unajua, ngoja nikwambie. Tunakubaliana kwanza kwamba mpira ni science. Yaani kwenye hiyo science kuna sehemu inadunda. Na ndio maana chemist ndio maana mpira art ndio mchezo pekee ambao ni social science. Yaani una art lakini pia una science umo ndani. Sijui unanielewa. Mambo mengine yanayozungumzwa haya, inawezekana kuna watu ambao wanazungumza hivyo kwa sababu wanafahamu baadhi ya taarifa, inawezekana. Lakini pia inawezekana yanazungumza kwa sababu ya hisia kile ambacho kinaonekana, lakini hakiwezi kubadili chochote. Hakiwezi kubadili ukweli wowote kwamba Singida ni timu ndogo na haiwezi kuvuka level za Simba na Yanga leo wala kesho, kwa namna ambavyo mpira wetu umekuwa. Investment wanaifanya bado haiwezi. Na mimi hicho ndicho ambacho nimekisimamia. Yaani investment ambao wanaifanya wao, Azam wameifanya tena kwa kiasi kikubwa. Kiuendeshaji. Unataka kuniambia utofauti wa uendeshaji wa Azam na Singida umekaa sehemu gani? Unajua kitu pekee ambacho Singida anaweza kawa nazidi timu nyingi ni kupata wachezaji wazuri ambao nyie hata hamwatarajii. Hicho tu. Lakini kinyume na hapo, uendeshaji Azam FC ni bora kuliko Singida. Usimamizi Azam FC ni bora kuliko Singida. Kiuchumi Azam FC ana msuli mkubwa kuliko Singida. Na hata ukija kwenye mazingira yote, yani zile favoring factors za mtu kuwa mshindani, bado zinamfavor Azam over Singida. Lakini kitu pekee ambacho kinaweza kikabiti ile quality ya Azam ni wao kuwa na scouting nzuri ambayo inawaleta wachezaji ambayo Singida sasa hasimami kama competitor club, anasimama kama feeder club. Yani Singida anasimama kwa ajili ya kulisha timu nyingine wachezaji. Sijui unanielewa. Ndio maana leo anaweza kawa na Damaro Kamara, lakini hana uhakika kama atakuwa naye msimu ujao. Anaweza kawa na Emmanuel Keke, sio, lakini hana uhakika kama atakuwa naye msimu ujao. Unapozungumza msuli huo wa kiuchumi, juzi, sio juzi ya juzi, yani juzi ya jana, kabla ya nyuma yake, siku ya kabla ya jana, nilikuwa nasoma taarifa kwa baadhi ya waandishi kwenye mitandao ya kijamii. Wakawa wanasema Singida kuna wachezaji wamepeleka kesi FIFA sijui na nini na nini. Nilisikia madeni. Yes. Wapo sijui wengine kwa mkopo nao hawajalipwa. Azam lishawahi kusikia kuna mtu anadai pa apeleke kesi FIFA. Inatokea sana. Sasa Simba na Yanga timu za nani wewe mwenyewe unazijua?
timu ambazo kiongozi anaweza kama mmoja na bado inacheza mechi zake mkoani na safiri kwa ndege. Unataka kushindana naye kiongozi mmoja ila hizi timu hizi? Simba na Yanga kuna muda anatembelea choki lakini anaenda tu Kidole juu. Ila tuondoke. Wewe shindane na hao wajomba wakali hapo. Na kumaliza. Unasikiaga ile mchungaji anasema nitakuumiza. Wewe Simba na Yanga. Simba na Yanga ni mnaochukulia poja. Wewe Simba na Yanga watateseka huko Afrika huko. Lakini hapa ndani msuli walishatengeneza mizizi. Azamu anaweza kuhukumiwa kwa busara. Azamu anaweza kuhukumiwa kwa busara. Mnachapwa vizuri tu kwa sheria. Timu gani inaweza kuhukumiwa kwa busara hapa nchini? Ni Simba na Yanga tu. Okay. Tafute Singida. Anaanza kutafuta makosa 100. Ajifanye siku Singida eti amezuiwa mazoezi ya mwisho hapa akasema sichezi. Wewe watamuamba. Hata mimi. Wala tuna pesa ya kutoka kwa Mshua. Na leo kwa sababu anatoa gari leo amefunguka Mshua hana baya. Yaani hatari. Ni pesa zinamwagika tu. Hicho kinachotaka kumkuta au sijui kina Singida, sijui kina nani. Ukiwa na pesa msuli wa fedha mkubwa, kuna level itafika tu. Watakukazia ndani nje ya kimataifa utatusua. Maisha yataendelea. Saa 1 na dakika 55 ndio muda ambao utakwenda kutoa washindi wa pesa, na ikumbuko ya kwamba pesa ipo na gari ipo inatoka hii leo. Kwa hiyo namna ya kushiriki ni ile ile, unaenda sehemu ya kufanya miamala, unatuma buku lako kwenda kwenye namba ya kampuni ambayo ni 553111, unaandika kumbukumbu namba ambayo ni 333 neno bongo, kiasi ni shilingi 1000 pekee. Ukifanya hivyo unaingia kwa washindi ambao wanakwenda kujishindia pesa kutoka kwa Mshua, na pesa itatoka saa 1 na dakika 55. Zimesalia dakika chache tu, dakika 5 peke yake kabla pesa hazijatoka. Kwa hiyo endelea kushiriki, rudia zaidi unavyoweza kurudia ili ujiongezee nafasi ya ushindi. Kutoka Idodoma makao makuu ya nchi, Jacob Mlai anasema yupo pamoja, Upete anakupa hai sana. Zimefika. Sawa bana. Tugeukie taarifa nyingine za kimichezo, michezo mingine ambayo ilichezwa hapo jana. JKT wakiwa nyumbani walilazimishwa sare ya 2-2 dhidi ya Dodoma. Magoli ya Edward Songo kwa upande wa JKT, lakini Mbwana Kibuta pamoja na Popita wakifungia timu ya Dodoma Jiji. Kwa upande mwingine Kagera Sukari imeendeleza kichapo baada ya jana usiku pia kuweza kuibuka na ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya wagosi wa Kaya Coastal Union. Ali Msangi dakika ya 59 alijifunga, wakati huo Mohamed Jecha akiweza kufunga dakika ya 94 goli la pili, huku goli la Coastal Union likifungwa na Lucas Kikoti dakika ya 84. Tumsikie kwanza Juma Kaseja ambaye amepata mfululizo wa matokeo mazuri. Sasa ile JJ ile na isiwezi kaichomeka na hapa ikakaa fresh kabisa kwa Kaseja. Tumsikie anasema nini baada ya kupata matokeo, watu wengi wakimzungumza kwa ukubwa wake. Tutakuja kuweka maneno hapa ndani. Tumepata matokeo katika mechi ambayo ilikuwa ni muhimu. Niwapokeze wachezaji wamepambana kufa na kupona,